Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Misitu na nyuki Tanzania. Tunapata asali. Tunapata mvua. Si hivyo tu, kuna mazingira ya kipekee na kuvutia katika hifadhi za mazingira asilia Tanzania. Karibu ufurahie asili, ujionee Tanzania. Utalii, mazingira na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Misitu ni mali. Kwanza nimefurahi na kuguswa sana na juhudi anayefanya Malkia wetu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekuja na wazo zuri la hasa la upandaji wa miti. Nitambue pia mchango mkubwa unaotolewa na wakala wa misitu Tanzania TFS kanda ya kati, lakini pia wilaya ya Dodoma. Kwa sababu kila 27 tunapanda miti tukishirikiana na TBC kupanda miti na kuwatangazia Watanzania umuhimu wa kupanda miti mashuleni. Kampeni ya Mti wa Mama inayoendeshwa na TBC kwa kushirikiana na TFS, ambayo malengo yake ni kuhamasisha utunzaji wa mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, imefanyika katika mikoa tofauti tofauti hapa nchini. Dodoma ni mkoa mmoja wapo. Na tarehe 27 Januari mwaka 2025, katika kusherehekea siku ya kuzaliwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ni kinara wa uhifadhi nchini, viongozi mbalimbali wa mkoa wa Dodoma wakiongozwa na mkuu wa mkoa huo walishiriki kwenye kampeni hiyo kwa kupanda miti zaidi ya 1000 eneo la 88. Hapa tulipo tuko na TBC ambao kipekee kabisa wamekuwa wakienzi siku hii kila mwaka, lakini kuanzia mwaka 2023 ni kumbukumbu yangu nzuri kabisa kuwa walianza kuienzi siku hii kwa kuiita 27 ya kijani na wakaisipa jina la Mti wa Mama, wakiwa wana maana kuwa kila tarehe 27 wao watakuwa wanapanda miti. Niwapongeze TBC kwa sababu tunakumbuka kampeni hiyo tangu ilipozinduliwa imeendelea kila mwezi, na sisi wenyewe mkoa wa Dodoma, mimi binafsi nimekuwa nikishiriki, tukienda mashuleni kila tarehe 27, tukienda kwenye maeneo mbalimbali tukipanda miti. Mpaka leo tunapoongea hapa zaidi ya miti milioni 1 imepandwa kupitia hizo tarehe 27 ya kila mwezi, na kuifanya siku hii kuwa ya thamani zaidi, kwa sababu unapopanda mti unaongeza uhai, unaongeza oksijeni, unaongeza mvua, unaongeza maisha na vitu vingine ambavyo miti tunajua ina faida nyingi. Kwa hiyo kupitia kampeni hiyo sisi TBC tunawapongeza sana, mnaweza kuifanya Dodoma kuungana na kampeni zingine za kupanda miti, hasa kampeni ya Dodoma ya kijani ambayo ilianzishwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan mwaka 2017 alipopanda miti pale eneo la Mzakwe, ambapo alisema Dodoma ya kijani, kampeni ya kupanda miti iwe endelevu. Sasa tumeendelea na Dodoma ya kijani kila mwaka, lakini kuja kwa hii 27 ya mama imeongezea. Mara nyingi tulikuwa tunapanda miti wakati wa muda wa masika, tunangoja wakati wa mvua, lakini tukasema kwa nini masika? Tukipanda mti shuleni tarehe 27 wanafunzi watamwagilia, na imeweza kuleta mapinduzi makubwa la ongezeko la upandaji wa miti. Na sisi kama mkoa tumeendelea kuunga jitihada hizo, tukasema sasa kwa sababu TBC wanafanya tarehe 27 ya mama, na sisi tuseme kila mwezi kila mtu mwenye birthday apande mti wake, kwa sababu tunafahamu mwaka 2024 mama mwenyewe pia alifanya kampeni kubwa sana ya kupanda miti pale Zanzibar, ambapo tulishuhudia maelfu ya watu wakipanda miti. Sasa tukaona ni vizuri na sisi tuanze kuhamasisha Watanzania kila tarehe 20, kila mtu anapokuwa na birthday yake aitumie pamoja na mambo mengine ya kusherehekea, aitumie kupanda miti. Kwa hiyo unaweza kuona juhudi hizi ambazo zimeendelea kuungana, kazi ya TBC, lakini pia kampeni ya mama mwenyewe aliyoanzisha Dodoma ya kijani, lakini sasa na sisi kila mtu mti wangu, birthday yangu, kila siku ya birthday ni kupanda miti, imeweza kufanya Dodoma imeendelea kuwa ya kijani kwa kasi kubwa, lakini miti kuongezeka kwa kasi kubwa. Kama nilivyosema, zaidi ya miti milioni 1 kupitia kampeni hii imeweza kuonekana. Sisi kama mkoa wa Dodoma tunayo jukumu kubwa la kuhakikisha miti mingi inapandwa kwa ajili ya kuondoa ukame,
na sifa nyingine za miti, kuongeza mvua, kutunza mazingira na vitu vingine. Na tumeona kuwa tangu juhudi hizi zilianzishwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu 2017, tumeshuhudia Dodoma mvua ikiendelea kuongezeka, miti ikiendelea kuongezeka, lakini zaidi ukame ukiendelea kupungua, na kulikuwa na sifa kubwa sana ya Dodoma ambayo watu walizoea, nasema Dodoma kuna vumbi jingi. Tumeshuhudia vumbi lile likiendelea kupungua kupitia kampeni hii, na ile dhamira Dodoma kijani inaendelea kuonekana. Sasa hivi Dodoma tunazungumza lugha nyingine kabisa, tunasema Dodoma sio kame, Dodoma pia ni ghala la chakula. Kwa maana ya kuwa sasa, kwa sababu ya ongezeko la mvua na maarifa ambayo Mheshimiwa Rais ameyaleta, maji tunayapata Dodoma, watu wanalima kila zao, na kila mtu ameondoa ile kauli ambayo kidogo ilikuwa inaturudisha nyuma, au imani ya kusema Dodoma ni kame, Dodoma ni kavu. Sasa hivi kila mtu anajua kila zao ukipanda Dodoma linastawi, na tunaona miti inastawi. Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Nimepata nafasi ya kushiriki katika zoezi hilo hapa kwa pamoja na mkuu wangu wa mkoa Mheshimiwa Rosemary Senyamule na wadau mbalimbali. Niendelee kuwapongeza sana wenzetu wa Shirika la Utangazaji la Taifa TBC. Jambo hili nilichukulia kwa maanani, na mimi ninawashukuru sana kwa hakika kwa jinsi ambavyo mmekuwa mkilishirikisha katika programu zenu. Tulipanda miti kule Vikonje na maeneo mengine mbalimbali kwenye ofisi zenu. Ni jambo la msingi sana. Wilaya ya Dodoma ni wilaya ambayo ajenda ya kupanda miti tumeichukulia kwa maanani sana, na tunahanikizwa na vitu vingi. Moja, ukweli ya kwamba katika kubadilisha mitazamo ya watu kuhusu Dodoma na kanda ya kati, iko dhana inayosema ya kwamba Dodoma ni kame, kanda ya kati ni kame, ni jangwa au itakuwa jangwa. Lakini uhalisia ni kwamba Dodoma panastawi karibu mazao yote. Lakini imeprove ya kwamba Dodoma ikipandwa miti, na ilipandwa miti huko nyuma maeneo ya Area C, imepandwa miti mpaka leo ipo na maeneo mengine mbalimbali. Kwa hiyo tukajifunza kwamba kumbe ajenda hii ya kupanda miti ikishukiwa kwa maanani, hiyo dhana ya ukame jangwa inaweza ikaondoka. Lakini pia Mheshimiwa Dr. Philip S. Mpango, makamu wa rais wa sasa, naye amekuwa akiweka msukumo mkubwa sana kwenye kupiganisha Dodoma. Kwa hiyo tunasukumwa na mambo hayo, lakini pia na utashi tu ya kwamba tutoe mchango katika mabadiliko ya eneo hili na mabadiliko ya hali ya hewa, lakini pia utulivu katika makao makuu ya nchi kwa wanaotembea kwa miguu, vivuli kwenye maeneo ya wazi, watu pate maeneo ya kupumzikia na kubadilisha mandhari ya jiji letu. Kwa hiyo tumekuwa tukipanda miti, tumekuwa tukifuatilia utunzaji wake, tumeasisi na kuanzisha programu nyingi. Iko programu ya Soma na Mti kwa wanafunzi mashuleni, ambapo pia tunawataka walime na ekari 2 angalau za mtama. Lakini pia iko programu ya Mti Wangu Birthday Yangu, iko programu ya kila nyumba kupanda miti 5 angalau ya matunda na vivuli, kwa maana ya kubadilisha mandhari ya maeneo hayo na kadhalika. Kwa hiyo lile maelekezo ya serikali ya kupanda miti 1.5 milioni kwa kila halmashauri, sisi nipongeze sana wadau ambao kwa wingi wanajitokeza kuunga mkono. Tunatambua kwamba kama nchi tunapoteza ekari karibu 400,000 kila mwaka kutokana na tabia ya kukata miti, lakini mimi binafsi nimpongeze Mheshimiwa Rais kipekee kwamba zaidi ya ajenda ya kupanda miti, dhana ya watu kukata miti kwa ajili ya nishati chafu ya kupikia, dhana ya watu ya kukata miti kwa ajili ya kupata kuni na mikaa na kadhalika, ni ngumu sana kuishinda vita hiyo kama watu hawapewi mbadala. Kwa hiyo kampeni yake aliyoiasisi, na sasa amekuwa ni champion wa Afrika na anavutia dunia nzima kwenye methodology hiyo ya kugawa mitungi ya gesi, lakini na kutoa maelekezo ya kisera kupitia mkakati ule wa nishati safi ya kupikia, inayotaka pia mamlaka zenye kuweka watu zaidi ya 100 kuhama kwenye kutumia nishati chafu watumie nishati safi. Wilaya ya Dodoma jambo hilo limetekelezwa vizuri sana. Sisi maeneo ya za magereza kama Msalato, Isanga, lakini kikosi cha jeshi la kujenga taifa 834 pale Makutopora, lakini shule za sekondari zenye watoto zaidi ya 100 na zile za boarding, zote hizi zimeitikia wito wa kuweka nishati safi ya kupikia kwa maana ya gesi, lakini pia mkaa mbadala. Kwa hiyo kwa ujumla tumuunge mkono rais wetu ya kwamba kuna wakati wanadamu walivyoumbwa hawataki tu kuambiwa usifanye kitu fulani, lakini wangependa waambiwe mbadala wa hicho kitu ni kitu gani. Kwa hiyo mbadala wa watu wasikate kuni, wasikate miti, watengeneze mkaa. Tunaambiwa mara zingine unakata miti karibu 5 mpaka 10 ili upate gunia moja la mkaa. Sasa watu wao wataacha kama hawana mtu wa kumuuzia huo mkaa. Kwa hiyo uwepo wa nishati safi unawafanya watakuendelea kukata huo mkaa, watakosa soko. Na
na wakikosa soko, maanake hakuna demand, itakufa supply, tutakuwa tumeokoa mazingira yetu. Wadau wanaohamasisha uhifadhi wa miti asili, mfano Chifu Mfunda kutoka Madaba mkoani Ruvuma, pia walialikwa siku hiyo kwenye zoezi hilo la upandaji miti. Kwanza nimefurahi na kuguswa sana na juhudi anayefanya Malkia wetu Dr. Suluhu Hassan. Kwanza nimwombe Mwenyezi Mungu kwa nguvu zote, kwa ujasiri wote, kwa namna yote, kwa kumshukuru kupata bahati ya mama kuishika Tanzania na kuwa na mtizamo wa mbele sana juu hasa ya utizamaji, utunzaji wa mazingira na misitu. Nimempa sifa sana na ninamwomba sana Mwenyezi Mungu amzidishie maisha marefu sana sana, tena kupita kiasi. Mimi Chifu Mfunda, mashangu yote naishi msituni. Kwa hiyo msitu najua faida yake. Faida msitu ni kubwa sana. Kwa sisi machifu tulikuwa tunapewa mafunzo yetu na wahasisi wetu, tulikuwa tunasema hatutaki kukata mti kwa sababu mti ni uhai. Mti ni kila kitu. Ukikata mti ni sawa unajikata mwenyewe. Unachukua kamba, unaisokota, unaiweka shingoni mwenyewe. Kwa juhudi hizi zinazoendelea hizi, kwa mtizamo wa mama miaka iliyopita na sasa anavyozidi kuendelea, naona ananigusa sana. Ombe langu kwa mama Mheshimiwa Mtukufu Rais kipenzi, mimi namwita, nazoea kwa jina la kumuita Malkia. Dr. Suluhu Hassan ni Malkia, ni rais sio na kikwazo, ni kamanda, komando aliyotimia, na nina kwanza namwombea kwanza aweze kutawala mpaka pale atakapoona mwenyewe sasa umri hapana, amtafute mtu anayeweza kumrithisha hayo anayeyafanya, amkabidhi nchi. Na nikitamka hayo kwa sababu amenifurahisha sana kitendo cha kuweza kuungana na sisi machifu wa Tanzania, hasa mimi ninaishi msituni, kwa sababu tangu nizaliwe mpaka kufikia sasa mimi nakaa msituni na ninahifadhi misitu mingi sana. Leo tuko hapa mkoani Dodoma kwa kuungana na mkuu wa mkoa wa Dodoma kwenye siku ya mama ya upandaji miti na utunzaji wa mazingira. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekuja na wazo zuri la hasa la upandaji wa miti na kuitaka Dodoma kuwa ya kijani. Sasa kwa kazi hii aliyoifanya, tumeona tuungane naye kwenye siku ya leo na mkuu wa mkoa wa Dodoma na wadau mbalimbali tulioshirikiana. Sasa kwa kazi tuliyoifanya leo, tumepanda miti ya aina 3. Tumepanda miti ya dawa ambayo ina sehemu kubwa inayofanya ufanisi wa upatikanaji wa dawa za kiasili. Lakini pili, tumepanda miti ya matunda inayoimarisha afya zetu. Na 3, tumepanda miti ya kivuli. Lakini pia nayo hiyo inatusaidia kwa ajili ya upataji wa hewa safi na kumwenzi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi anayoifanya ndani ya nchi na nje ya nchi, na hasa kwenye hii kazi yake kubwa ya matumizi safi ya nishati ya kupikia na kuondoa nishati chafu. Kwa mtazamo mkubwa wa serikali au wa nchi kwa sasa, makao makuu ya nchi yamehamia Dodoma, na kama tunavyojua Dodoma ilikuwa ni nusu jangwa, ilikuwa ni kame sana. Nasema ilikuwa kwa sababu sasa hivi tunaongelea Dodoma ya kijani. Tukipita kwenye mashule mengi mjini Dodoma na viunga vyake, utakuta kwenye mashule yote yana miti, na tumekuwa tukishirikiana na walimu wao, tumekuwa tukishirikiana na wanafunzi, tumekuwa tukishirikiana na TBC maeneo mengi. TBC wamekuwa kwenye ile kampeni yao ya 27, imetupaisha pia, imetuwezesha TFS kuotesha miti kwa wingi, kwa sababu kila 27 tunapanda miti. Kwa hiyo itategemea wanapanda wapi, lakini nimeshuhudia kwenye mashule tukishirikiana na TBC kupanda miti na kuwatangazia Watanzania umuhimu wa kupanda miti mashuleni. Miti mashuleni inaleta kivuli, inaleta mazingira mazuri ya mtu kusoma, lakini kama tunavyojua miti inaleta oksijeni. Oksijeni inasaidia brain inafanya kazi vizuri.
Pasipo oksijeni mtu huchoka, mtu husinzia, mtu hupiga miayo, lakini watoto wakitoka wakicheza kwenye miti, mahali kwenye kivuli, watoto wanakuwa na furaha, wanakuwa na afya nzuri pia. Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Misitu na nyuki Tanzania. Tunapata asali, tunapata mvua. Si hivyo tu, kuna mazingira ya kipekee na kuvutia katika hifadhi za mazingira asilia Tanzania. Karibu ufurahie asili, ujionee Tanzania. Utalii, mazingira na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Misitu ni mali. Mojawapo ya mafanikio ya kampeni ya Mti wa Mama katika mkoa wa Dodoma ni kusaidia kuziunganisha kampeni mbalimbali za upandaji miti zinazoratibiwa na taasisi tofauti tofauti. Tumepanda miti na taasisi mbalimbali, tumepanda miti na watu wa VPO. Watu wa VPO wamekuwa pamoja na sisi sana kuhakikisha kwamba miti inapandwa katika jiji la Dodoma. Lakini kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa na ofisi ya jiji, tunaposema Dodoma ya Kijani ni kampeni ambayo TFS tumeshirikiana na jiji. Tena tukawa na MOU kabisa, ambako jiji wametupa eneo la bustani kubwa sana. Lile eneo la bustani lina uwezo wa kubeba miti zaidi ya 2 milioni, na lile eneo ndilo tunalootesha miti yetu pale, ndiko kwenye bustani zetu pale. Lile eneo tumepewa na jiji, na jiji wamekuwa wakitupa maeneo mbalimbali ya kupanda miti kwenye open spaces. Dodoma kuna maeneo ya wazi mengi, kuna green belt ambazo zipo. Kwenye hayo maeneo yote tumehakikisha kwamba miti inapandwa na tuna supply miche ya kutosha, na miti ambayo inakubaliana na jiji la Dodoma au mji wa Dodoma au mkoa wa Dodoma kwa ujumla na viunga vyake. Kwa hivyo hizo ni kazi zetu ambazo tumeendelea kuzifanya siku zote. Lakini taasisi ni nyingi na zinazoanzishwa pia ni nyingi ambazo zinachukua miche kutoka TFS na kuipanda, na sisi tukiwa tunawapa elimu namna ya kuipanda, namna ya kuitunza mpaka iwe mikubwa. Mimi wito wangu kwa wananchi, nipende kuwaambia kwamba wawe huru kuja kuchukua miche, lakini wasiwe too ambitious kwamba atapenda kuchukua miti 1000 ambayo hataweza kuitunza. Kila mtu aje achukue miti ambayo ataweza kuitunza. Na uzuri kuna sheria ambazo za jiji wameweka za ujenzi kwamba kila nyumba at least iwe na miti mingapi, kuanzia square mita fulani mpaka fulani, kuna idadi ya miti ambayo tayari imeshawekwa kisheria. Kwa hiyo hakikisha hiyo miti unaipanda, hiyo miti unaitunza, na ikiwa una shamba unataka labda kupanda miti kwa ajili ya kurutubisha ardhi, kwa ajili ya matunda, kwa ajili ya kivuli, kwa ajili ya mbao, sisi tuko tayari kukuhudumia. Karibu TFS tukuhudumie, karibu sana. Lakini wadau wengine ni taasisi za umma kama TANROADS, TARURA. Tumepeana maelekezo ya kwamba kila barabara wanazozipanda sehemu ya faida ile ya wakandarasi wanaoipata, kuliko kila siku kufanya miradi ambayo serikali sasa inaifanya kwa umahiri mkubwa sana ya madarasa, matundu ya vyoo. Sasa warejeshe fedha hizo kwenye kuimarisha usalama wa barabara, na barabara pia huwa zinaathirika sana na mmonyoko wa udongo. Kwa hiyo wakipanda miti maana pia wanatunza hizo barabara. Kwa hiyo tumeona mwitikio mkubwa sana wa TANROADS, TARURA na wadau wengine wa barabara. Hata eneo hili ambalo tumepanda leo itaangaliwa na kutunzwa pia na wenzetu wa TANROADS. Nitambue pia mchango mkubwa unaotolewa na wakala wa misitu Tanzania TFS, kwa maana kanda ya kati, lakini pia wilaya ya Dodoma. Kwa kweli taasisi nyingi ambazo tumeshirikiana nazo, tunafanya kazi kwa karibu sana na TBC. Kuna miti maeneo mengi. Juzi tulikuwa Kikombo, makao makuu ya mambo ya ulinzi. Wamekuwa wadau hao wakitoa miche hiyo, tena wanatoa bure kwa idadi ambayo inatakiwa na wadau husika. Kwa hiyo wote kwa ujumla wao tunawashukuru kwa utayari wao, tunawashukuru sana kwa jinsi ambavyo wanatoa mchango katika mabadiliko ya Dodoma. Natambua jitihada wanazozifanya, walioanzisha vitalu vya mtu mmoja mmoja. Sasa Dodoma katika maeneo mengi ya barabara kuu na barabara zile za mitaa tulizozijenga, kila kwenye ka open space wadau wanaomba waandae pale miche, wanauza kwa sehemu, wanapata kipato na ni kitu kizuri, lakini kwa sehemu kubwa sana wanatoa mchango na wao kutoa miche tena ya aina tofauti tofauti, sasa na mbegu zingine kutoka nje ya mkoa wa Dodoma na wilaya ya Dodoma, na kwa bahati nzuri wanazijaribu, zinafanya vizuri, kwa zimepata wapenzi wengi sana. Naona mwitikio mkubwa sana wa wamiliki wa majengo, mahoteli, lodges na guest houses wakipanda miti tena wakipendezesha maeneo yao,
Kwa hiyo kwa ujumla nichukue nafasi hii kwa niaba ya wenzangu kwenye serikali kutambua, kuwashukuru, kumuunga mkono rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan wao kufanya jambo la kukijanisha kwa umahiri, lakini kwa kuunga mkono jitihada hizo na kuzifanya ziwe endelevu. Lakini niendelee kuomba tu wenzetu wale wanaofanya shughuli za ufugaji. Tumekishakuwa jiji, tumekuwa tukitoa elimu mara nyingi ya kwamba ni kweli tunahitaji hizo bidhaa za mifugo. Wote hapa tunataka maziwa, tunataka mayai, tunataka mbolea hiyo, lakini ufugaji wa mjini ni ufugaji ambao wewe ndio unahudumia mifugo kwa kuiletea chakula. Kukata nyasi, kupeleka pumba au molasses na kadhalika. Kwa hiyo tunafanya ufugaji wa ndani ama Wagogo wanaita zero grazing. Kwa hiyo tuendelee kuwaomba wala hatufurahi sisi kila siku tunapiga watu fine, tunakamata tunaweka ndani. Hatufurahi sana na hizo kodi za namna hiyo. Tungetamani na nyinyi muwe wadau wa mazingira, muone faraja kwamba na nyinyi pia mkipanda miti, lakini pia mkapanda nyasi kwa ajili ya malisho ya mifugo. Hiyo mbona ni fursa kubwa sana kwa maeneo ya pembezoni ya jiji letu. Kwa hiyo ufugaji wa katikati ya mti tuendelee kuhamasisha kwamba kwanza mifugo hiyo muifugie mkiwa ndani, lakini kama una eneo la kutosha, una ekari 1, 2 kwa maana ya kiwanja chako, basi unaweza ukafanya wazunguke mifugo hiyo ndani ya eneo lako, lakini sio kwenye mitaa ambako pia tumepanda miti, mara zingine mifugo inakuwa ikiharibu. Niombe pia hili kupitia chama cha wafugaji kusimamia wenzao kama ambao tumekuwa tukishirikishana kuepuka mifugo kuzirula, kwa sababu tusingependa kila siku kuwapiga faini, lakini miti iwe na endelevu. Sisi Wanadodoma pia tumeunganisha kampeni hizi zote kwa kupanda miti mahali pamoja. Hapa tuko eneo la Nzuguni mbele ya uwanja wa 88 ambao utakuwa unafanyika maonyesho ya kilimo ya kimataifa. Kwa kama mkoa tulisema hem tuunganishe kazi nzuri ya TBC ya Dodoma ya 27 ya mama au mti wa mama. Tumeiunganisha kampeni hiyo pamoja na kampeni zingine kwa kuwaunganisha Wanadodoma wote, lakini ili kupata faida zote ambazo miti inaweza kuileta. Niwashukuru sana wananchi wa Dodoma, wamejitokeza kwa wingi na kila mtu aliyekuja hapa alikuwa na shauku ya kuungana na Mheshimiwa Rais kusherehekea birthday yake kwa kuweka mti wake wa kumbukumbu. Ndio maana naona miti yote ambayo ilikuja hapa zaidi ya 1500 imeshapandwa kwa sababu kila mwana Dodoma amekuwa na shauku ya kumwenzi. Lakini furaha hii ya wana Dodoma imetoka wapi? Imetokana na kazi nzuri ambayo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anaifanya. Sio tu kwenye mazingira, lakini katika kila sekta ambazo amekuwa akifanya kazi. Ametupa heshima kubwa na kila Mtanzania na kila mwana Dodoma anasikia fahari kuungana na Mheshimiwa Rais na kumshukuru Mungu kwa ajili ya kuendelea kumwongezea siku nyingi za kuishi zenye furaha na amani. Lakini pia kila mtu anamwombea Mheshimiwa Rais aendelee kupata siku nyingi zaidi lakini zenye furaha, baraka na amani. Niwashukuru sana TFS kwa kazi nzuri anayoifanya. Hapa ninapoongea kampeni ya upandaji miti, asilimia kubwa ya miti kwa kweli inatoka TFS. Mwaka jana walitupandia miti 1 milioni ambao wana Dodoma walichukua maeneo mbalimbali na kupanda, na bahati nzuri wanaitoa bure. Hii taasisi imekuwa na mchango mkubwa sana katika Dodoma ya kijani. Tangu Mheshimiwa Rais alipozindua kampeni ya Dodoma ya kijani, wao wameendelea kutengeneza miti kwa ajili ya kuwagawia wananchi. Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Misitu na nyuki Tanzania. Tunapata asali, tunapata mvua. Si hivyo tu, kuna mazingira ya kipekee na kuvutia katika hifadhi za mazingira asilia Tanzania. Karibu ufurahie asili, ujionee Tanzania. Utalii, mazingira na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Misitu ni